Jina langu naitwa Haji Kianga, mimi katibu wa wazazi wa wilaya hii ya Tarime. Ndugu mwandishi wa habari, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Siku ya leo ni siku ya sikukuu ya Eid al-Fitr. Ni sikukuu ya kula na kutofanya maovu kwa wanadamu wote duniani, kutengeneza upendo ambao unafanya hata dini nyingine kuwa shirika kwa kula vyakula, kuombeana heri ya baraka. Na pia vile tuko katika uchaguzi, maandalizi ya uchaguzi mkuu wa wabunge, madiwani na mheshimiwa rais. Nachukua nafasi hii kukutaarifu ya kwamba jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi ya kitaifa katika program zake za namna gani huwa tunafanya sherehe inapofika mwezi wa 4, huwa kuna ratiba maalum ambayo inafanya tufanye sherehe za wiki la wazazi. Na katika wiki la wazazi, kwa maelekezo ya katibu mkuu ndugu Ali Hapi, tunayo barua ya maelekezo iliyopitia mkoani inayotufanya tufanye shughuli zinazoonekana kwa wananchi. Na hapa wilaya kwetu tumefanya maandalizi yafuatayo. Kwanza, siku ya kesho tutakaa kikao cha kamati ya utekelezaji ili kubaini haya ambayo tulikuwa tumepitia katika kamati tendaji ya wazazi ya wilaya ya Tarime. Na tumepanga kama ifuatavyo. Sherehe hizi za maadhimisho zinaanza na kata zote 35. Kata 35 zitaadhimisha kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 3, na sisi kama wilaya tunafanya tarehe 4 mpaka tarehe 6. Shughuli ambazo wanaanza kata kule kuzifanya ni kutembelea mahospitali, yani maana ya zahanati zote, kufanya usafi aidha na kupanda miti ya kivuli. Katika kufanya usafi, kufariji wagonjwa kwa kuwapa miti ya sabuni, na wale ambao wanashughulika na mahoja ya uzazi kuwafariji ili wajifungue salama, na wakijua Chama cha Mapinduzi ndio chama kinachowalinda katika hoja ya amani hapa duniani. Lakini jambo jingine, huko watafanya hoja ya mikutano ya kutaarifu umma kwamba huu ni wakati wa uchaguzi, tunapaswa kutafuta nafasi ya kuwa washiriki katika hatua zote, na ikiwezekana watu wajitokeze kwa wingi katika kufanya mikakati ya kutambua nani anaweza akawa mbele, kutanguliza mbele mtu ambaye atakuwa na maslahi mapana ya kusaidia wananchi kiongozi. Na kama kiongozi kwa maana ya hizi nafasi za madiwani na wabunge ya mheshimiwa rais imeshapita, na kule Zanzibar imeshapitishwa kule na halmashauri ya taifa, na mkutano mkuu wa taifa umeridhia kwamba hakuna mgombea mwingine, ni Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amekidhi vigezo vya wananchi. Lakini ya pili, ndugu Dr. Ali Hassan Mwinyi kule Zanzibar. Sasa hapa katika nafasi hizi watafanya, na taarifa zote zitakuwa ziko katika vyombo hivi vinaonekana kazi zilizofanywa kwa wilaya nzima kwa maana ya kata 35. Sasa hapa nasimama tena kuelezea ndugu mwandishi wa habari hoja ya maandalizi ya wilaya. Sasa wilaya hapa tutakutana tarehe 4 hapa makao makuu ya ofisi ya wilaya, tutapanda miche na shule hizi pamoja na taasisi mbalimbali. Tutakusanyika hapa na wananchi wetu na kamati ya utekelezaji ya wilaya kushiriki kwa pamoja na viongozi wa chama kwa kupanda miche hiyo kuzunguka ofisi ya chama na maeneo kama nilivyotaja. Tukitoka hapa tuna march kwenda shule ya msingi ya Magufuli, shule ambayo ina watoto wasiojiweza, watoto ambao wanaishi katika mazingira hatarishi. Tutakwenda kuwafariji na kuwapa sabuni na kuwaelekeza hali halisi ya kuwajengea imani ya kufaulu, jambo ambalo walimu tutaweza kuwapongeza kwa kuongea nao na kuangalia changamoto zao na kuwataarifu hoja ya uchaguzi kwa wale ambao watakuwa wamefikisha miaka 18 kwa ushiriki wao, ili chama chetu kiweze kupata watu wengi ambao wana sifa kuchagua viongozi wetu. Lakini vile vile hatua ya mwisho tutafika hapo FDC, chuo cha maendeleo ya wananchi hapa Tarime. Tutafika na kwenyewe kuna makundi ambayo yanafadhiliwa na viongozi wetu wakuu. Vile vile pale kuna wanafunzi ambao wanashughulika na ufundi, kuwajengea uwezo kuhusu hoja ya employment, yani kuajiriwa. Vile vile tutawajengea uwezo wa kutambua umuhimu wao katika hoja mbadala ya kujitegemea, yani self employment, jambo ambalo kwa uweledi mkubwa mwenyekiti atakuwa amefunga
maneno pale kwa kufanya mkutano mkubwa na wananchi eneo hilo. Na vile vile tunaelezea hoja ya miradi ambayo tunakuwa tuna expect kuifanya, jambo ambalo wananchi wataendelea kutuamini na kukiamini chama kwenye wiki hii la wazazi katika wilaya yetu. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, nataka nikuthibitishie kazi zitafanyika kuanzia tarehe 4 asubuhi mpaka muda wa mchana. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kwa taarifu wananchi wote wanaoishi katika wilaya hii, hasa kata hizi 8 za mjini, wahudhurie kwa wingi kufanya sherehe zetu zile za fanaka. Na tunashukuru mheshimiwa mbunge wa jimbo hili ndugu Kimbaki amekuwa mwepesi sana kutembelea FDC na kuongea na wanafunzi na kula nao chakula, jambo linajenga imani sana katika taasisi ya kwetu. Haya nitarajia kuyasema ili mwisho wa siku kila mmoja wetu atambue katibu wa wazazi ana program gani. Nashukuru sana kwa kunisikiliza na nafikiri utakuwa umenielewa. Asante sana.